wengi ushafikia hichi kama hizo unapanda nao sababu yeye kusema kwamba alikuwa anachomkumbuka ni hicho. Alafu la pili ni ndio jana ameingia msaidizi wangu kwa nafikiria na naye kazi yangu sababu mimi ashikakambi miaka ya nyuma ndio kushirikisha katika kuhakikisha kwa hiyo nifanye naye kazi kwa hivi sana. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba inaumiza na ndio tusimuongelee sana moja kati ya kitu ambacho kimezua taharuki mtandaoni na kwa tunajua waje ana makazi yake sehemu kama na watoto yote hayo mtafiti hajafanya huko hapa atasuliwa hapa na kwani mfahamu tunafaa walau kidini mikaa inafahamu wewe ni mtu watu ambao wanafahamu kama kadha mwingine hii tafsiri yake inaruhusiwa zoezi kama hili kuendeshwa hapa ili hadi kwa familia yake hapa yani 100%. Narudia tena, imani yetu sisi ya Waislamu hatuna mambo mengi sana. Yani marehemu anakuwa akishafika muda wake kustiriwa, anaweza kustiriwa na mtu yoyote no matter what, hata kama ndugu zake wapo, lakini kama wakiwa wameridhia akatokea watu wengine wakaamua kumfanyia sadaka, basi watu hii inakuwa ni neema. Na halafu nikwambia habari nyingine ambayo watu hawajui katika mambo ya imani, kukuta mtu amelazwa msikitini maiti yake, kwa imani zetu sisi kama Waislamu, huyo mtu ni mtu wa kheri. Yani nyumba yake amelala kwenye nyumba ya msikiti na anakoshewa pale msikitini, atasaliwa pale na shughuli zake zitafanyika hapo, hiyo ni neema sana. Na hiyo ni neema kila mmoja huwa anaitamani kama atatokezewa na umauti ya mkuta kama hayo. Unakuta kuna wengine wanaomba dua kwa nini hivi ni kwa nini mara. Nini maana yake? Ni kwamba zile baraka zake zitakuwa. Kwa hiyo na hii ashikakambi sio kama yeye alitegemea haya yakitokea. Lakini ni Mwenyezi Mungu ndiye ameshaandika kwamba lazima mtu barabara na tusalize. Kwa hiyo haya ni maandiko na jambo aliloandika kwa wewe tena ukiadabua kwamba labda kuna hiki na hiki, Mwenyezi Mungu moja kati ya wasanii ambao hawapatikani kwa mara huu ambao tumekuwa na sehemu ambapo bado watu tarajia mtafauti sasa kama vile ambavyo tunafanya kwao. Swala lako zuri, lakini naomba leo lisiwe na comment yoyote kwa sababu kwa kwenye msiba ningependa leo tuzungumzie masuala ya msiba. Tunashukuru kwamba lakini swala lingine likitokea siku nyingine tuombe dua kwa kupitia msiba huu una wito gani kwa wasanii chipukizi au wasanii wanaoanza kuwaka na kung'aa kama nyinyi Wakongo? Kupitia msiba huu watakiwa wajifunze kitu gani? Nadhani kitu cha msingi kwamba watu wakumbuke kwamba kuna kuumwa, kuna kuzaliwa na kufa. Pamoja na kwamba tunafanya kazi, tunahakikisha kwamba tumkumbuke na Mungu. Fanya kazi yako, lakini mkumbuke Mungu. Kama ni mtu wa kanisani, uende kanisani. Kama ni mtu wa kwenda msikitini, uende msikitini. Na tusiwe na vinyongo wasanii kwa sababu Allahu ya'lam hujui wakati gani Mwenyezi Mungu atakuhitaji. Kwa hiyo ni vizuri wasanii tushirikiane, tupendane. Kutokezea tatizo miongoni mwetu, basi tuwe pesa na kuweza kusaidiana, kwa sababu hujui wakati gani mtakuta. Kwa hiyo tukimwangalia ndugu yetu Ashikakambi jana katoka nyumbani kwake anakwenda kazini. Kama ingekuwa anajua kama yale yatamkuta angetoka, asingetoka, angeshuka msikitini. Lakini Allahu ya'lam, kifo ni siri, inaonekana msiba kwa amekwenda kazini hadi akisikia vibaya. Kwa hiyo tusameheane yangu. Asante sana wote.